Habari za leo, karibuni tena Pedro and Rose Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mwingi wa rehema. Niko salama na niko hapa tena. Mada ya leo nataka nizungumzie kuzeeka na VVU ni nini cha kuzingatia. Yaani mtu anapozeeka ana VVU mwilini au HIV, azingatie vitu gani? Kwa sababu miaka ya 1980, miaka ya 1990, miaka ya 2000 mpaka sasa hivi ni wazee. Yaani wale watu waliogundulika miaka ya 80 bado wapo, na kuna watu wamegundulika miaka ya 90, mimi mmoja wapo, bado tupo, na kuna watu wamegundulika miaka ya 2000. Sasa ukichukulia hao watu, hiyo generation sasa hivi ni wazee. Dawa wanazotumia miaka mingi zinaweza kuathiri mifupa, figo na moyo au cholesterol. Kwa hiyo usisubiri uumwe, kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo watu katika wa kundi hilo sasa hivi ni wazee. Wana miaka 60, wengine tayari wana miaka 70, wengine wana miaka 50. Kwa hiyo lazima wazingatie pia afya ya akili, kuondoa hofu. Miaka mingi ya kujificha imewafanya wawe wapweke, kwa sababu hawataki kujulikana, hawataki watu wawajue kama wana maambukizi ya HIV. Kwa hiyo ile hofu, ule uoga kumewafanya wengine wawe wapweke, wasiwe na marafiki, kwa sababu mtu anaogopa huenda kundi fulani wananifahamu au huenda mtu fulani ananifahamu. Kwa hiyo anaamua kujikalia peke yake kivyake vyake. Wengine wamepoteza marafiki. Naona wengine wamepoteza marafiki, wengine wamezeeka. Marafiki waliokuwa nao pia ni wazee, hawawezi kutembeleana, labda wanaishi mbali, au marafiki waliokuwa nao Mwenyezi Mungu ameshawatanguliza mbele ya haki. Wengine wanaogopa kuzungumza hali zao, hawako wazi kuzungumza kama mimi ninavyoweza kuzungumza kuhusu afya yangu, kwamba ninaishi na maambukizi ya VVU. Kwa hiyo kuzeeka ni kuzuri ukiwa na jamii. Jamii inayotuzunguka inabidi tukubali kama jinsi tulivyo. Kama unamfahamu mtu amezeeka na unajua kwamba ana VVU, mpe sapoti, kuwa naye karibu, ujue anahitaji nini, ujue msaada ambao unaweza ukamsaidia ili aendelee kuishi vizuri na kuangalia afya yake. Pia pesa na matumaini. Lazima mtu unayezeeka uzijue haki zako zipo wapi. Haki zako za pesa ziko wapi? Hata kama una VVU, lazima ujue haki zako, na hasa kama umeajiriwa, labda umeacha kazi au tayari umestaafu, kwa sababu miaka 60, 70 tayari watu wameshastaafu. Kama bado ni kijana, anza kuweka kidogo kidogo kwa ajili ya kuja kukusaidia uzeeni utakapokuwa umezeeka una VVU. Halafu kuwa na matumaini. Endelea kuishi maisha ya matumaini. Umezeeka, tumezeeka, lakini bado yale maisha ya matumaini tusiyapoteze. Tuendelee kujipenda, kujijali na kujali afya zetu. Miili yetu ni hekalu, tuendelee kula vizuri. Kuwa na matumaini. Kuzeeka na VVU sio laana, bali ni sura mpya ya maisha. Kuzeeka na VVU au kuishi na VVU mwilini au kuwa mwathirika au kuwa na VVU hakumaanishi kwamba wewe mwenye VVU basi hiyo ni laana umepata. Hapana, hii ni sura mpya ya maisha, ni sura mpya, ni ukurasa mpya unaoanza kuishi maisha ya VVU. Kwa hiyo kunywa dawa ndo kitu cha kwanza, kipe kipaumbele. Kunywa dawa,
muone daktari wako pale unapohitajika kwenda kumuona. Usikose kwenda kliniki. Kama huna nauli, ni afadhali omba msaada wa usafiri ili uweze kuhudhuria kliniki. Omba msaada wa nauli kutoka kwa ndugu, kutoka kwa rafiki, kutoka kwa jamaa, kutoka kwa majirani ili uweze kuhudhuria kliniki yako. Kliniki yako ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya kuishi na VVU. Alafu kemea unyanyapaa katika jamii. Kama jamii inakunyanyapaa, ukemee unyanyapaa. Mwambie mtu ondoa hofu, ondoa woga. Mimi niko undetectable, iko untransmittable. Siwezi kupasi virus kuja kwako au kwenda kwa mtu yeyote yule. Una maisha ya kuishi kama watu wengine wanavyoishi, ni maisha ya kawaida, na wewe ishi maisha ya kawaida, maisha simple, maisha yenye kukemea unyanyapaa, na usijinyanyapae wewe mwenyewe. Kuzeeka kwa heshima, na tunaweza. Mimi sio mtaalamu wa afya, bali ninaelimisha kupitia maisha ya kuishi na VVU. Experience yangu, challenge ambazo nimezipitia ndizo hizo ninazozitumia kushare na waathirika wenzangu, na hata jamii ambayo haijaathirika iweze kuwasaidia, kwa sababu virusi vimegusa sehemu mbalimbali. Marafiki, ndugu, jamaa, majirani wapo ambao wameathirika. Kwa hiyo tunaweza tukawasaidia kwa njia moja au nyingine. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kucomment, msisahau kulike, kushare video hii. Vile vile nawaomba msubscribe kwenye hii channel. Asanteni sana.